Msichana kipofu alikuwa akimtafuta paka wake, alipogusa mkono wa chuma wa muuaji bila kujua. Akamkumbatia paka wake kwa nguvu kisha akamgeukia kumshukuru. Ndani ya sekunde chache, mkono wa chuma wa muuaji ukaelekezwa moja kwa moja kwenye macho yake. Hata hivyo, msichana hakuonyesha hofu hata kidogo. Ndipo muuaji akagundua kuwa msichana huyo ni kipofu. Moyoni mwake akasita na akaacha kabisa nia yake ya kumuua. Kupitia hisia zake, msichana aligundua kuna kitu kisicho cha kawaida kwenye mkono wake. Muuaji akakiri kuwa alipoteza mkono wake wa kweli. Msichana akamuonea huruma mara moja. Akanyoosha mkono wake kugusa ule mkono wa chuma uliokuwa baridi, akitamani kujua sura ya mtu aliyemsaidia paka wake. Akaanza kujaribu kugusa uso wake. Muuaji akashtuka kwa hofu ya ndani, lakini msichana akaendelea kwa upole, akisema anataka kukumbuka sura ya shujaa wake. Hatimaye muuaji akakubali, akamruhusu auguse uso wake polepole. Msichana akauliza kwa nini amevaa barakoa. Muuaji akajibu kuwa uso wake umeharibika vibaya. Msichana akatabasamu kidogo na kusema hawezi kuona, hivyo hana haja ya kuficha uso wake mbele yake. Katika wakati huo, wema na usafi wa moyo wa msichana viliyeyusha baridi iliyokuwa ndani ya moyo wa muuaji. Kwa mara ya kwanza kabisa, akaiondoa barakoa yake mbele yake, na tabasamu la msichana likawa mwanga uliopenya giza la maisha yake yaliyokuwa ya upweke.